Naam, uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania? Nichukue nafasi hii kukaribisha katika kipindi cha Kanisa katika Mwendo, kipindi ambacho kinazungumzia juu ya kanisa la Mungu hapa duniani. Mimi kwa majina naitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe katika uchambuzi na mafundisho ya siku hii ya leo, tunapokuwa tukiendelea kujifunza kipindi hiki cha Kanisa katika Mwendo. Kabla ya yote basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunashukuru sana kwa kutupatia wasaa mzuri mwingine tena wa kuweza kujifunza juu ya kipindi hiki. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutufundisha tuelewe, na yote ambayo umekusudia tuweze kuyafahamu yakawa ni msaada mkubwa katika maisha yetu, kwani tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kipindi hiki cha Kanisa katika Mwendo ni kipindi ambacho kimewekwa katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kipindi kinachozungumzia maana ya kanisa. Lakini eneo la pili ni kipindi ambacho kinazungumzia kanisa lililo katika mwendo, kanisa ambalo linakuwa katika nyanja mbalimbali. Katika majuma matatu yaliyopita tumekuwa tukiangalia maana ya kanisa, lakini tuliangalia muasisi wa kanisa ambaye ni Baba, tukaangalia mjenzi wa kanisa ambaye ni Mwana, yani Yesu Kristo. Leo tunaangalia mkuzaji wa kanisa. Wazo la kanisa ambalo lina Baba halikubaki tu kuwa wazo, lilifunuliwa na likatekelezwa kwa njia ya Mwana, kwa maana ya kwamba Yesu Kristo alikufa, na alivyokufa akaweka msingi wa kanisa la Mungu. Alipoweka msingi wa kanisa la Mungu, Roho Mtakatifu ana jukumu la kuhakikisha anaungamanisha vema na kulikuza hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Na leo ndio tunaangalia mada inayotuambia mkuzaji wa kanisa. Kwa hiyo muasisi wa kanisa ni Baba, mjenzi wa kanisa ni Yesu Kristo Mwana, na mkuzaji wa kanisa ni Roho Mtakatifu. Yaani utagundua ya kwamba fundisho kuhusu Mungu, fundisho kuhusu Utatu Mtakatifu, fundisho kuhusu Mungu lina mfungamano wa karibu sana na fundisho kuhusu kanisa. Maana Mungu ndiye mjenzi wa kanisa, Mungu ndiye muasisi wa kanisa, Mungu ndiye mkuzaji wa kanisa. Sasa tunapojifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayehusika kuhakikisha kanisa la Mungu linakuwa. Kumekuwa na watu ambao wanamkataa Roho Mtakatifu. Wanakataa kwamba Roho Mtakatifu si nafsi, lakini pia wanasema Roho Mtakatifu si Mungu. Sasa sikiliza, unapozungumza habari ya kanisa la Mungu, na hasa kwenye kipengele cha kukua kwake, lazima uzungumze habari ya Roho Mtakatifu, maana ni jukumu lake. Jukumu la Baba, yeye anachukua lile wazo la kuwa na kanisa, maana yeye ndiye chanzo, yeye ndiye Baba. Jukumu la Mwana, yeye anaweka msingi, maana anasema mimi nitalijenga kanisa. Na jukumu la Roho ni kuhakikisha kanisa linakuwa. Jukumu la muhimu sana ambalo wewe na mimi tunahusishwa hapo, kwa sababu tunapohusishwa hapo, sisi ndio waumini wale ambao tunapaswa kukua na kuongezeka katika kanisa la Bwana. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 22, nitasoma hapo ndipo tutakapokuwa tukianzia. Biblia inasema hivi: mmejengwa. Hapa alikuwa anazungumzia habari ya mitume, akiwaambia mitume ambao waliunda kanisa la Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Nieleze kidogo. Anasema mmejengwa juu ya msingi, sio misingi. Kwa hiyo kanisa limejengwa juu ya msingi, maana ni msingi mmoja. Anasema msingi huo ni msingi wa mitume na manabii. Na anautaja ni msingi gani? Anasema ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo kanisa limejengwa juu ya Yesu Kristo. Yeye ndiye mwamba, yeye ndiye msingi wa kanisa la Mungu. Halafu Paulo anamalizia kwa kusema hivi: katika yeye, yani katika Yesu, jengo lote, kanisa anafananishwa na jengo. Anasema jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Na Biblia nyingine inasema mnajengwa kuwa maskani ya Mungu kwa njia ya Roho, through the Holy Spirit. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndiye anayehakikisha kanisa la Mungu
Kwanza, linaungamanishwa vema. 2, linakuwa. Hizi ni kazi za muhimu sana ambazo Paulo anazifunua hapa, zinazoonyesha Roho Mtakatifu anavyotenda katika kanisa la Mungu. Na hasa hapa anafunuliwa kama mkuzaji wa kanisa. Yaani mmoja anasema kanisa linaungamanishwa vema, linaungamanishwa. Mtu anapojenga nyumba, nilizungumzia habari ya mfano wa mjenzi wa nyumba. Lazima kwanza aanze na wazo. Anapokuwa na wazo la kujenga nyumba yake, baadaye lile wazo analiingiza katika utekelezaji. Analitoa sasa, analibeba kwenye mawazo yake, analiingiza kuwa halisi. Na baada ya hapo sasa, akishaweka msingi, anaanza kuweka matofali, anakuza. Ana matofali, anakuza. Hivyo hivyo kanisa la Mungu limefananishwa na jengo. Tuma wa Korinto wa kwanza 3:9 anasema ninyi ni jengo la Mungu. Mungu alipokuwa na wazo, lilibadilishwa hilo wazo kuwa kitu halisi. Kwa maana Yesu ndiye aliyelibeba hilo wazo la Baba, akajenga nyumba. Na alipojenga aliweka msingi. Kuunganisha huku juu ili kanisa likue na hata liwe hekalu takatifu la Bwana ni kazi ya Roho Mtakatifu. Tena anasema linaungamanishwa, na waumini ndio wanaoungamanishwa hapo. Sio tu matofali, ila wao ni kama mawe yaliyo hai. Na Biblia inaeleza hivi katika Petro wa kwanza 2:5. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Zingatia hiyo neno, nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa hapa nataka upate kitu kingine cha maana ambacho kimefunuliwa hapa. Waumini ambao wao wanaunda kanisa la Mungu, ambao ndio jengo la Mungu, wao wamefananishwa na mawe yaliyo hai. Yaani sio matofali, ni mawe yaliyo hai. Maana yake ni nini? Mawe yanaonyesha uimara. Nyumba ya Mungu ni imara. Kwanza imewekwa katika msingi ambao ni Yesu Kristo. Yaani hilo ni jiwe kuu la pembeni. Halafu juu ya hilo jiwe sasa ndio unaweka mawe, unaungamanisha mawe ili liweze kukua. Na anasema mnapoungamanishwa vema, mmejengwa ili muwe nyumba ya Roho. Sasa zingatia hiyo neno, nyumba ya Roho. Kwa nini hajasema nyumba ya Baba? Na kwa nini hajasema nyumba ya Mwana? Biblia inatufundisha juu ya nafsi 3 za kiungu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba anafunuliwa ni mwenye wazo la kanisa. Kwa hiyo kanisa ni nyumba yake. Biblia inasema hivi katika Yohana 2:16, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Kwa hiyo Baba ana nyumba, anasema nyumba ya Baba yangu. Mwana yeye ni mjenzi wa kanisa. Ina maana lile wazo la Baba alilibadilisha kuwa kitu halisi, akajenga. Kwa maana ya kwamba yeye anakufa. Kwa kifo chake alikuwa anaweka msingi wa nyumba ya Mungu. Kwa hiyo nyumba ya Mungu naye ni mali yake, ni nyumba yake. Ndio maana alisema katika Mathayo 16:18 anasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hajasema kanisa la Baba, wala hajasema kanisa la Roho, ila anaelekeza kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kanisa pia na yeye ni nyumba yake. Vivyo hivyo kwa Roho Mtakatifu. Nimekusomea hapa Petro wa kwanza 2:5 anasema hivi, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Kwa hiyo nyumba ya Baba ndio hiyo nyumba ya Mwana, ndio hiyo nyumba ya Roho. Ni nafsi hizi 3 tu ambazo zinaonyeshwa zinamiliki kanisa. Kanisa ni mali ya Baba, kanisa ni mali ya Mwana, kanisa ni mali ya Roho Mtakatifu. Kanisa ni nyumba ya Baba, kanisa ni nyumba ya Mwana, kanisa ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Maana Biblia inatuweka kwa bayana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama ni nyumba yake, anasema mawe haya yanaungamanishwa vema na kukua kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa Mtume Paulo aliandika katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 na mstari ule wa 6. Aliandika hivi, mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Hapa hajataja
Mwana, wala hajataja Baba, wala hajataja Roho Mtakatifu, ila anatuambia tu mwenye kukuza ni Mungu, kwa sababu Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Halasa anaposema mwenye kukuza ni Mungu, ni kazi yako wewe kufahamu, ni kazi yangu mimi kutafuta kufahamu hiyo nafsi ya kiungu yenye kukuza hapo ni nafsi ipi. Ndipo tunakuja pamoja jukumu la Roho Mtakatifu katika nyumba ya Mungu. Yeye ndiye anayekuza, ndiye anayefanya kanisa la Mungu likue. Na tunapoongelea habari ya kukua kwa kanisa la Mungu, tunaongelea kanisa ambalo linakuwa katika nyanja zote. Nikutajie nyanja 3 tu za muhimu, na hizi nyanja 3 tutajifunza katika vipindi vya hapo mbele tunapoongelea kanisa katika mwendo, kanisa linalokuwa, kanisa linaloongezeka. Ukuaji wa kanisa, moja ni ongezeko la waumini ndani ya kanisa. 2 ni ongezeko la uelewa wa Biblia, ukweli wa Biblia. Unajua ukweli wa Biblia siku zote unakuwa. Ukweli wa Biblia unakuwa. Sio ukweli ambao umedumaa, ni ukweli unaokuwa siku zote. Roho Mtakatifu anaendelea anaukuza katika kanisa lake. Tunapoongelea habari ya kukua kwa kanisa, tunaongelea habari ya ukomavu wa waumini. Waumini wanakomaa. Sasa Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ya kulikuza kanisa, anafanya kazi kwa njia zipi? Au ni mambo gani yanayotuonyesha anatenda ili kuhakikisha kanisa la Mungu linakuwa? Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu katika kanisa la Mungu anatoa karama za kiroho. Zinaitwa the spiritual gift. Anatoa karama. Biblia inasema hivi katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 12. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine wachungaji, na wengine waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ambao ndio kanisa la Mungu hilo, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo mwili wa Kristo, kanisa la Mungu, jengo la Mungu linajengwa kwa njia ya Roho Mtakatifu kutoa kalama mbalimbali ndani ya kanisa. Hii ni pointi ya msingi sana, naomba uizingatie. Anatoa kalama, na hapa zimetajwa baadhi. Nitakusomea fungu lingine ambao Roho Mtakatifu anatoa hizo kalama. Hizo kalama zinatakiwa kwanza zitambulike kanisani. Yaani waumini wazitambue. Usikae bila kutambua kalama yako. Awe ni mchungaji, awe ni nani, awe ni muumini, wote tutambue kalama zetu. Ukishatambua kalama, ifanyie kazi. Unapofanya kazi ni ushahidi tosha ya kwamba Roho Mtakatifu anatenda kazi kwako. Anafanya kazi na wewe kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa. Sasa amezitaja hizo kalama. Anasema ya kwanza ni mitume, ya pili manabii, ya 3 uinjilisti, ya 4 uchungaji, ya 5 ualimu. Kwenye fungu hilo zimetajwa hizo. Hizo ni kalama. Lazima zionekane ndani ya kanisa la Mungu. Mahali pengine ambapo Roho Mtakatifu amefunuliwa, ametoa kalama ili kujenga jengo la Mungu, kanisa liweze kukua, maana ndiye anayefanya kanisa likue, ni katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 na wa 8 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi: basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule. Hapa imetajwa nafsi 3. 1 Roho, 2 Bwana, 3 Mungu. Mungu Baba, Bwana Yesu, Roho Mtakatifu. Nafsi 3 zimetajwa. Roho anafanya nini? Anasema pana tofauti ya karama. Roho anatoa karama. Bwana anafanya nini? Bwana yeye anaongoza huduma. Mungu anafanya nini? Mungu anatenda kazi. Kila nafsi na jukumu lake. Biblia inaendelea kwa kusema hivi: kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa. Kila mmoja hupewa. Hakuna hata mmoja ambaye hajapewa kalama. Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho hupewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa,
apendavyo Roho yeye yule. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa karama mbalimbali ndani ya kanisa la Mungu, na anapozitoa karama hizi zikatumika ndani ya kanisa, mwili wa Kristo unajengwa, kanisa la Mungu linajengwa. Na kwa njia hiyo ya kulijenga kanisa la Mungu linakuwa. Nataka nitoe wito kwako wewe unayetazama na unayesikiliza. Mungu anakuhitaji ufahamu karama aliyokupatia. Mungu ananihitaji na mimi najitolea wito nifahamu karama aliyonipatia. Maana kwa kuifahamu na kuifanyia kazi ninahusika katika kujenga kanisa la Mungu. Kama siitumii na wewe kama utumii, tunahusika katika kubomoa kanisa la Mungu. Na Mungu anasema kila mtu atakayeharibu hekalu lake, Mungu atamharibu mtu huyo. Nini tunachojifunza hapa? Mungu anatuhitaji tufahamu karama mbalimbali alizoweka ndani yetu. Kama umepewa karama ya uchungaji, itumie. Kama umepewa unabii, itumie. Kama umepewa ualimu, itumie. Kama ni huduma, itumie. Kama ni miujiza, itumie. Karama zote hizi Mungu ameziweka. Uponyaji, ukarimu, Mungu ameziweka kwa kusudi la kujenga kanisa. Roho Mtakatifu kama mkuzaji wa kanisa la Mungu, yeye anatoa karama mbalimbali katika kanisa lake ili kanisa liweze kukua na mwili wa Kristo uweze kujengwa. Kanisa ambalo ni jengo la Mungu likapate kujengwa. Jambo la pili analolifanya Roho Mtakatifu kama mkuzaji wa kanisa, Roho Mtakatifu anaunganisha waumini. Kanisa la Mungu linaundwa na watu kutoka katika jamii mbalimbali, watu wa tabaka mbalimbali, watu wa mataifa mbalimbali. Ni kanisa la ulimwengu mzima, watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa. Sasa ukiona utofauti huo, unawezekana tu kuunganishwa na Roho Mtakatifu. Yaani hakuna kitu kingine wala hakuna nafsi nyingine inayoweza kuwaunganisha watu kutoka kwenye ukabila wao, kutoka kwenye utaifa wao, kutoka kwenye ujamaa wao, isipokuwa kuna utendaji mkamilifu wa Roho Mtakatifu. Mahali ambapo Roho Mtakatifu hayupo, ndipo utasikia kuna ukabila uliojaa. Mahali ambapo Roho Mtakatifu hayupo, ndipo utasikia kuna utaifa. Mahali ambapo Roho Mtakatifu hayupo, ndipo utasikia kuna ujamaa, kwamba ni sisi tu, ya kwetu tu, hii ni ya kwetu tu, sisi akina nani, sisi akina nani. Ni ishara ya kwamba hakuna Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu mahali alipo, ana uwezo wa kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja. Biblia inasema hivi katika Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 13, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Ndio maana tulijifunza habari ya mwili wa Kristo ni mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mwenye jukumu la kuhakikisha watoto wa Mungu wanakuwa ni kitu kimoja. Na anavyofanya hivyo, Roho Mtakatifu anavyofanya hivyo, anafunuliwa ya kwamba yeye analiongoza kanisa katika kukua kwake. Ndio anasema analiungamanisha jengo hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Hapo hakutakuwa na mfarakano, hapo hakutakuwa na utofauti. Ndio unasikia inaitwa umoja katika Kristo, one in Christ, umoja katika mwili wa Kristo. Watu wanakuwa ni wamoja. Ndio wanatoka kwenye tamaduni tofauti, wanatoka kwenye makabila tofauti, wanatoka kwenye jamaa tofauti, lakini wanaunganishwa na kitu kimoja. Roho Mtakatifu anawafanya waweze kuwa ni kitu kimoja, na wanakuwa katika kufanya kazi ya Mungu. Hawaangalii utaifa wao, hawaangalii ukabila wao, hawaangalii matabaka yao yoyote, wala huyu ni mwanamke wala huyu ni mwanaume. Hawaangalii. Wanachoangalia ni msalaba wa Yesu na kazi ya Roho katika mioyo yao na katika kuwasaidia wanadamu wengine ili waweze kuwa kitu kimoja, waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu analolifanya katika kuhakikisha kanisa la Mungu linakuwa hata kuwa hekalu takatifu la Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta upendo wa Mungu katika kanisa. Analeta upendo wa Mungu. Anauletaje? Biblia inaeleza hivi katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia,
Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa hiyo mwanadamu anapompenda Mungu, anasema Baba na Mwana watakuja kwake. Baba na Mwana wanakuja kwa mtu huyo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anavyokuja, maana ndiye anayetenda katika mioyo ya watu na kutoa lile tunda la Roho. Wagalatia 5:22. Tunda la Roho ni furaha, upendo, amani, utu wema, kiasi. Kwa hiyo kuna upendo pale. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta upendo katika mioyo ya watu. Na watu wanapokutanika katika kanisa wanakuwa na upendo, ni matokeo ya Roho Mtakatifu anayetenda kazi katika mioyo yao. Na kwa njia hiyo anafanya kanisa la Mungu liweze kukua hata kuwa hekalu takatifu la Bwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, maandiko yanatufunulia yeye ndiye anayelikuza kanisa la Mungu. Na tumeona Roho analikuza katika nyanja tatu. Moja, analikuza katika ongezeko la waumini. Ukiona watu wanaongezeka kanisani hata kuwa hekalu la Bwana, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Maana anashughulika katika shughuli za uinjilisti. Bila Roho Mtakatifu hakuna uinjilisti wenye mafanikio. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kufanikisha kazi yoyote ya injili. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo ndiye anayesaidia kazi ya uinjilisti ili ongezeko la waumini liweze kuwepo. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anayewakuza watu kiroho. Anawasaidia katika mchakato wa wao kukua kiroho. Wanapokuwa kiroho wanakuwa kwa njia mbalimbali. Moja njia ni kupitia majaribu. Mungu anaruhusu majaribu, yanawapata majaribu, lakini mkono wake ukiwa umewategemeza. Roho Mtakatifu anawasaidia. Wanapopita jaribu hili, wanakuwa na nguvu kubwa zaidi ya kuweza kushinda jaribu lingine. Na jambo la tatu ni ukuaji katika ongezeko la uelewa wa maandiko. Kama ambavyo Yesu alisema, Roho atakapokuja yeye atawafunulia. Kwa hiyo ndiye mfunuaji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika kanisa la Mungu, yeye ndiye mkuzaji. Ameshikilia nyanja hizo kuhakikisha kanisa linakuwa. Unatamani kanisa la Mungu likue mahalia hapo unapoabudia, ninakualika leo mualike Roho Mtakatifu. Roho ndiye anayeweza kusaidia kanisa la Mungu linakuwa. Kwa hiyo vipengele hivi vitatu ambavyo tumejifunza siku ya leo vinatuonyesha tufahamu ya kwamba Roho ndiye mkuzaji wa kanisa. Mwana yeye aliweka msingi wa kanisa la Mungu, na Baba yeye analo wazo la kuwepo au kuanzishwa kwa kanisa la Mungu hapa duniani. Mungu atubariki sana. Mungu hapa pamoja nasi atusaidie. Juma lijalo tutaendelea tena na kipindi hiki cha kanisa katika mwendo. Tunapokuwa tukimaliza eneo hili la kwanza, tumemaliza eneo la kwanza ambalo linazungumzia maana ya kanisa. Kwenye maana ya kanisa tukaangalia vipindi viwili, baadaye tukaangalia sitiari za kanisa, tukaja kuangalia muasisi wa kanisa, tukaja kuangalia mjenzi wa kanisa, tumemalizia leo mkuzaji wa kanisa. Baada ya hapo tunaingia nyanja, juma lijalo tutaangalia nguzo za kanisa. Baada ya kuangalia nguzo za kanisa, tutamalizia na kipengele kinachoongelea kanisa linalokuwa. Linakuwa vipi? Karibu katika vipindi vinavyofuata, na Mungu atusaidie na kutubariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi nikualike tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu mtakatifu, tunashukuru sana kwa ajili ya kipindi cha siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Neema yako yatosha, tusaidie yale yote ambayo tumejifunza hapa yakawe ni msaada katika maisha yetu, yakituongoza hata kuukulia wokovu, ili Bwana tuweze kuandaliwa vema kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mkononi mwako tukiomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.